huyo mtu hafai, huyo mtu si mzuri. Wewe uko na kipimo gani? Hauelewi watu hao wanatembea kwa neema ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Ni neema ya Bwana ndiyo imetuokoa wa Israeli. Hata wewe uko na haki ya kuipokea kwa njia ya neema. Sema amen. Amen. Ndio mkono wako useme Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kila roho inayonihukumu katika maisha yangu, ili ya kwamba nisiingie kwa baraka yangu, hiyo roho naiondoa katika jina la Yesu. Kuanzia leo moyo wangu unaamini ya kwamba mambo yote ninayopokea ninayo haki ya kupokea kwa njia ya neema. Mtu aseme amen. Paulo anawaambia Waefeso, maana Waefeso walikuwa wanakaa ndani ya hukumu. Unataka kanisa la Waefeso ni kanisa ambalo lilikuwa linaabudu Mungu wa kike. Sio, alikuwa anaitwa nani? Mungu wa kike. Alikuwa wanaabudu Mungu wa kike. Ndio maana siku moja Paulo akienda akiwa anafanya kazi yake, akawa ya kwamba anapata mahali pale, akawapata akawaambia, wameandika kwa Mungu yao ya kwamba Mungu asiyejulikana. Paulo akasema kwamba nyinyi mnaabudu Mungu asiyejulikana. Sisi tunamwabudu Mungu naye mchua, Mungu ambaye anaokoa. Wenye watu hawa hata kama walikuwa wameokolewa, lakini walikuwa wanafungwa na ile miungu ya Waefeso. Na ndio maana Paulo akawaandikia akasema ya kwamba zamani ninyi mliishi katika maovu, lakini kwa njia ya huruma ya Bwana mkaokolewa. Sasa mmeokolewa kwa njia ya neema. Sema amen. Na unapookolewa kwa njia ya neema, kumaanisha kwamba mambo yote unayopata unapata kwa njia ya neema. Amen. Amini yako niko na haki ya kupata mambo yote. Niko na haki ya kupata mambo yote. Amen. Hata kanisa hili uko na haki ya kupata baraka zote ambazo Mungu ameahidi kwa madhabahu haya kwa njia ya neema. Uko na haki. Hebu soma mstari unaofuata. Soma na microphone.